لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni Jumatano ya tarehe 20 mwezi wa Shaaban mwaka 1446 Hijria, sawa na tarehe 19 ya mwezi wa pili mwaka 2025 miladia. النوع الرابع الصوم المحرم. Sampuli ya 4 katika sampuli za siyam, saumu yenye kuharamishwa. Baada ya muallif rahimahullah kueleza sampuli ya saumu za wajib, kisha akaeleza saumu za sunna, kisha akaeleza saumu za uzushi, leo anaelezea an-naw'u rabi' as-sawmu al-muharram, saumu yenye kuharamishwa. Kwanza, saumu yaumi Eid al-Fitr, kufunga siku ya Eid al-Fitr ni haramu. Kufunga siku ya Eid al-Fitr ni haramu. Pili, saumu yaumi Eid al-Adha, kufunga siku ya Eid al-Adha pia ni haramu. Ni siku za furaha hizi mbili kwa Waislamu, ni siku zaidi, ni haramu kuzifunga. Thalithan, saumu ayami tashriq illa liman lam yajid alhadiya, kufunga siku za tashriki tatu zile zilizo baada ya Eid al-Adha, tarehe 11, 12, 13. Siku zile kuzifunga ni haramu, illa liman lam yajid alhadiya, isipokuwa kwa mtu ambaye hajapata mnyama yule wa kuchinja wa tamattu, yeye inajuzu kuzifunga siku hizo. Kadhalika siku ya 4, saumu yaumi aljumu'ati munfarida, kufunga siku aljumaa peke yake. Kufunga siku ya aljumaa peke yake ni haramu, isipokuwa mtu afunge siku ya nyuma alhamis na aljumaa, au siku ya mbele yake aljumaa na jumamosi, lakini kufunga siku ya aljumaa peke yake ni haramu. خامسا صوم المرأة نافلة وزوجها حاضر بغير إذنه. صوم ya mwanamke kufunga nafila sunna na hali mumewe yupo bila idhni ya mume wake. صوم المرأة نافلة وزوجها حاضر بغير إذنه, mwanamke kufunga saumu ya sunna na hali mume wake yupo bila idhni ya mume wake, itakuwa saumu yake hiyo ni ya haramu. Baada ya kupata thawabu anapata madhambi, kwa sababu hajapewa ruhusa na mume kufunga saumu hiyo ya sunna. Hii ni kuonesha haki kubwa ya mume kwa mke wake. Kwa mwanamke haruhusi kufunga saumu ya sunna mpaka apate ruhusa ya mume wake. Ama saumu ya faradhi anaifunga bila ruhusa ya mume kwa sababu ni ya lazima, lakini saumu ya sunna anatakiwa aombe ruhusa kwa mume ndiyo afunge saumu hiyo, ikiwa ataruhusiwa na mume wake. Sadisan saumu alhaidhi, saumu ya mwenye hedhi ni haramu. Sabian saumu nufasa, saumu ya mwenye nifasi, mwanamke mwenye damu ya uzazi, saumu yake ikifunga katika hali hiyo ni haramu, anapata madhambi. ثامنا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا لصاحب العادة أو من كان عليه قضاء. Kutangulia mwezi wa Ramadhan kwa kufunga siku moja au mbili. Kutangulia mwezi wa Ramadhani kwa kufunga siku moja au mbili kabla ya Ramadhani, isipokuwa kwa mwenye ada ya kufunga sunna au ambaye ana qadha, anawajibika kulipa saumu. Kutangulia mwezi wa Ramadhani bisaumi yaumin au yaumain, kwa kufunga siku moja kabla ya Ramadhani au siku mbili kabla ya Ramadhani, saumu hiyo ni ya haramu. Tumesema la taqaddamu ramadhana bisawmi yawmin au yawmayn
isipokuwa mwenye kawaida ya kufunga sunna. Kwa mfano leo ni Alhamisi, Ijumaa ni Ramadhani, yajuzu yeye kufunga sunna yake Alhamisi kwa sababu yeye ni kawaida yake kufunga sunna hizo. Ndio illa li sahibi al-ada, isipokuwa mwenye kawaida ya kufunga saumu za sunna katika mwezi wa Shaaban anaendelea na saumu zake za sunna, au man kana alayhi qada, au ambaye anawajibika kulipa saumu, huyu pia atafunga hata kama kesho ni Ramadhani, leo anawajibika kulipa saumu anayodaiwa, labda alikuwa msafiri au mgonjwa, huyu lazima alipe. Tasi'an, saumu yaumi shaki biniyati al-ihtiyat, kufunga siku ya shaka kwa nia ihtiyat kutokana na shaka. Saumu yaumi shaki, siku ya 30 ya mwezi wa Shaaban ndiyo siku ya shaka. Kuifunga siku ile kwa nia ihtiyat kwamba pengine mwezi umetoka, ufunga kwa nia hiyo ni haramu mpaka uthibitishe, uhakikishe kwamba mwezi ulitoka jana tarehe 29, leo ndio ufunge Ramadhani. Lakini tarehe 30 ni siku ya shaka, hairuhusi kufunga mpaka mtu ahakikishe kwamba kumbe mwezi ulitoka kweli jana. Lakini kufunga kwa nia ihtiyati, pengine mwezi umetoka, hiyo ni haramu. 10, wisalu yaumaini fa akthara, kuunganisha siku mbili na zaidi ni haramu. Ni haramu kuunganisha siku mbili na zaidi kufunga, yani bila kufungua, kuunganisha saumu. Ni haramu kuunganisha saumu siku mbili na zaidi. Wa hadha madhhabu al-jumhur, hii ni madhehebu ya maulama wengi. Wa hadha at-tahrim khasum bil ummah duna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, kuharamishwa huku kunahusu umma, si mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa akiruhusiwa kuunganisha saumu siku moja mbili bila kufungua. Kwa hiyo umma hauruhusi kuunganisha saumu bila kufungua siku moja au zaidi ya siku moja. Masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim walivyomuuliza mtume, ya Rasulullah innaka tuwasilu, ewe mtume wa Allah, wewe mbona unaunganisha? Mtume akawajibu kwamba Mola wangu ananipa chakula na ananipa maji mimi, kwa hiyo mimi msishindane na mimi. Allah subhanahu wa ta'ala yut'imuni wa yasqini, Allah ananipa chakula na ananipa maji, nyinyi hamtaweza kuunganisha saumu. Kwa hiyo mtume amekataza wisalu yaumaini fa akthar. Kama mtu ana uwezo wa kuunganisha, basi aunganishe ila sahar. Tumekatoa ruhusa mpaka usiku wa manane. Ikifika jua likizama, mtu asifungue, aendelee tu Isha, aendelee saa 5, aendelee mpaka saa 8 za usiku mwisho. Kama yeye ana nguvu sana za kufunga, ana uwezo wa siyam, basi aunganishe bila kufungua mpaka usiku wa manane tu, kisha afungue, asiunganishe mpaka asubuhi. Kadhalik saumul maridhi, 11 katika saumu yenye kuharamishwa, saumu ya mgonjwa, idha kana sayuaddi ila halakatihi, ikiwa saumu hiyo itasababisha kufariki mgonjwa huyo, ni haramu kufunga mgonjwa. Saumul marid, saumu ya mgonjwa, idha kana sayuaddi ila halakatihi, ikiwa saumu hiyo itasababisha na kupelekea kufariki mgonjwa huyo, itakuwa ni haramu kufunga saumu hiyo. Athani ashar saumu almusafir, saumu ya msafiri, idha kana sayuaddi ila halakatihi, pia ikiwa itapelekea kufariki msafiri, asifunge. Ni haramu kufunga msafiri na kujilazimisha saumu kama hana uwezo wa kufunga safarini na safari yake ni nzito, itasababisha labda kufariki akifunga, saumu yake itakuwa ni haramu msafiri huyo. Lakini msafiri ikiwa safari yake si nzito na yeye mwenyewe ana uwezo wa kufunga safarini, anaruhusiwa kufunga hata kama yuko safarini.
الثالث عشر صوم الدهر kufunga mwaka mzima. Kufunga mwaka mzima bila kufungua ni haramu. Kama mtu ana uwezo wa kufunga zaidi, basi afunge siyamu Daud, afunge siku moja, siku nyingine afungue, siku nyingine afunge, hivyo hivyo. Lakini kuunganisha saumu mwaka mzima ni haramu bila kufungua. كذلك الرابع عشر الصوم لغير الله kufunga kwa asiyekuwa Allah, kwa ajili ya asiyekuwa Allah, anamfungia shetani au anamfungia jini. Saumu ni katika ibada ambazo anaabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika la. Ukifunga kwa ajili ya asiyekuwa Allah, licha ya kwamba ni haramu, lakini pia ni ushirikina, kwa sababu umemfanyia ibada asiyekuwa Allah na asiyestahiki kuabudiwa. النوع الخامس الصوم المكروه. صوم ambayo ni makruh, ni makruh kufunga. Sampuli ya tano ya siyam as-sawm al-makruh. Kwanza, ifradu sabti bisiyam, kuitenga Jumamosi kwa kufunga Jumamosi peke yake. Wa hadha madhhabu al-jumhur, hii ni madhehebu ya kundi la maulama, kusema kwamba ni makruh kufunga siku ya Jumamosi peke yake, kwamba katazo ya Mtume sallam, la tasumu yawma as-sabti illa fi mafturida alaykum, msifunge siku ya Jumamosi isipokuwa saumu mliofaradhishiwa. Saumu ya faradhi ndiyo ni lazima kufunga siku ya Jumamosi, lakini saumu ya sunna haifai kufunga siku ya Jumamosi kwa makatazo hayo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ifradu sabti bisiyami ni makruh, isipokuwa ukifunga siku ya nyuma yake na siku ya mbele yake, kama ilivyokuja katika hadithi ya Juwairia. كذلك صوم المكروه من الصيام المكروه تخصيص صيام الأيام البيض في رجب دون بقية الشهور. kuhusisha kufunga siku nyeupe katika mwezi wa Rajab bila miezi mingine iliyobakia. Kufunga siku nyeupe katika mwezi wa Rajab peke yake, tarehe 13, 14, 15 za mwezi wa Rajab peke yake. Miezi mingine yote 11 kufungi siku nyeupe. Ni makruhu kufunga siku hizo za mwezi wa Rajab peke yake. Tatu, idha intasafa Sha'ban fala tasumu illa man kana lahu 'ada au alayhi qada. Mwezi wa Shabani ukigawanyika nusu, msifunge isipokuwa mtu aliyekuwa na ada ya kufunga sunna au ana qadha kulipa, huyo anaruhusiwa kufunga hata baada ya kugawanyika nusu mwezi wa Shabani. Idha intasafa Sha'ban fala tasumu, mwezi wa Shabani ukigawanyika nusu kuanzia tarehe 16 na kuendelea, msifunge. Qala illa man kana lahu 'ada, isipokuwa alikuwa na kawaida ya kufunga saumu za sunna au kufunga siku nyingi za mwezi wa Shaaban kama ilivyo sunna, au ana kawaida ya kufunga Jumatatu na Alhamisi, huyo anaweza akaendelea. Au mtu ambaye anawajibika kulipa siyam, pia huyo anaweza kuendelea hata baada ya nusu ya Shabani. الرابع يكره صوم السبت من شوال لمن كان الست. يكره صوم الست من شوال liman kana alayhi qadha. Ni makruh kufunga siku sita za Shawwal kwa ambaye ana qadha, ana kulipa saumu ya Ramadhani. Yukrahu saumu sitti min Shawwal liman kana alayhi qadha. Ni makruh kufunga siku sita za Shawwal kwa ambaye ana qadha, anawajibika kulipa Ramadhani. Kwa hiyo kabla hajalipa anatakiwa alipe kwanza. Kama ana deni la Ramadhani, anatakiwa alipe kwanza deni hilo, ndio afunge siku sita za Shawwal. Illa liman ajaza an yajmaa baina alqadha'i was-sitti, isipokuwa aliyeshindwa kukusanya baina ya qadha na siku sita za Shawwal. Aliyeshindwa an yajmaa baina alqadha'i was-sitti, baina ya kulipa na siku sita za Shawwal.
lakini yajuzu kukusanya kulipa ndani ya siku 6 ya mwezi wa Shawwal. Mtu anapata thawabu pia za siku 6 za Shawwal kama analipa deni la Ramadhani ndani ya mwezi wa Shawwal. Kwa kama hajalipa, wanasema ni makruhu kufunga siku 6 hizo za sunna, kwa sababu faradhi ni lazima kuitanguliza kuliko saumu ya sunna. Ndio maana ni makruhu kutanguliza kufunga siku 6 kwa yule ambaye ana deni la Ramadhani. Khamisan, siyamu yaumi Arafa lilhaji, kufunga siku ya Arafa kwa mwenye kuhiji. Yule ambaye yuko katika uwanja wa Arafa ni makruhu kufunga siku ile. Siku ile ni sunna kwa asiye kuwa pale Arafa, si katika mahujaji, yeye ndio ni sunna kufunga siku ya Arafa. Ama mahujaji wao ni sunna wale siku ile, kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hajjatul wada, hakufunga siku ile ya Arafa wakati yuko pale katika uwanja ule wa Arafat. السادس، الصوم في السفر إذا شق على المسافر، kufunga safarini ikiwa ni uzito kwa msafiri. Ikiwa ni mzito kwa usafiri kwa msafiri saumu, basi yeye ni makruhu kufunga. Anatakiwa kama saumu ni nzito kwake afungue, lakini kufunga na huko anaona uzito saumu ile, safari ni ngumu, ni makruhu kwake kufunga saumu hiyo. قال كما في فتاوى رمضان المجلد الأول صفحة 308 فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. سابعا، الصوم عند ملاقاة العدو، kufunga wakati wa kukutana maadui. Kufunga wakati wa kukutana maadui, saumu hiyo ni makruh, wanatakiwa afungue ili apate nguvu za kupambana na maadui, sio kupambana na maadui huko ana saumu. Ni makruh saumu hiyo kwake. الدرس 18، خصائص شهر رمضان، صفة زميز ورمضان. أولا، أن صيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة العظام. أن صيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة العظام. صوم رمضان ni moja katika nguzo za Uislamu kubwa, nguzo 5 kubwa za Uislamu. Saumu hii ya Ramadhani ni moja katika hizo nguzo 5 kubwa za Uislamu. Pili, anna Allah khassahu bisiyam min baini sairi shuhur, Allah ameuhusu mwezi huu wa Ramadhani kwa siyam, ibada ya siyam, baina ya miezi mingine yote. Miezi mingine yote 12 ameuhusu mwezi huu wa Ramadhan kuwa ndio mwezi wa siyam, kuonesha fadhila kubwa za mwezi huu wa Ramadhani. Tatu, anna Allah khassahu binuzulil Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala ameuhusu mwezi huu wa Ramadhan kwa kushuka Qur'ani. Qur'ani imeshuka katika mwezi wa Ramadhan kutoka katika lauhil mahfudh kwenda katika samai dunia, moja kwa moja au kwa pamoja katika mwezi huu wa Ramadhani. Inna anzalnahu fi lailatil qadr, sisi tumeiteremsha Qur'an katika usiku huu wa cheo ambao ni katika mwezi wa Ramadhani. Shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameuhusu mwezi huu wa Ramadhani kwa kushuka kitabu chake kitukufu Qur'ani. الرابع، أن الله خصه بليلة القدر، الله ameuhusu mwezi huu wa Ramadhani kwa usiku huo mtukufu, usiku wenye cheo. Allati hiya khairun min alfi shahrin, usiku ambao kufanya ibada katika usiku huo ni bora kuliko kufanya ibada katika miezi 1000 ambayo haina Lailatul Qadr. Khamisan,
أنه خص بصلاة التراويح جماعة في المساجد وزهوم خصيوة وصلاة التراويح وجماعة وتنصلي صلاة التراويح وجماعة مسكتيني نترى صلاة خاصة ومزه ورمضان بكياك. سادسا أنه خص بفتح أبواب الجنة وزهوم خصيوة وكفنغليوة ميلانغو يبيبوني. أنه خص بفتح أبواب الجنة وزهوم خصيوة وكفنغليوة ميلانغو يبيبوني كما alivyosema Mtume sallam katika hadithi sahihi kwamba milango ya pepo inakuwa wazi kwa yule anayetaka kuingia peponi afanye amali njema mwezi huu wa Ramadhani ili aingie peponi kirahisi kwa sababu milango inakuwa wazi. Sabian an khussa بغلق أبواب النيران أو أنه خص بغلق أبواب النيران وزهو رمضان ومخصيوا وكفungwa milango ya moto. أنه خص بغلق أبواب النيران وزهو رمضان ومخصيوا وكفungwa milango ya moto. ثامنا أنه خص بفتح أبواب السماء mwezi huu wa Ramadhani umekusiwa kwa kufunguliwa milango ya mbingu. Annahu khussa bifathi abwabi sama. Tasi'an annahu khussa bifathi abwabi rahma, mwezi huu umekusiwa kwa kufunguliwa milango ya rahma. Ashiran annahu khussa bil'itqi minan niran fi kulli layla, mwezi huu umekusiwa kwa kuachwa huru watu na moto kila usiku. أنه خص بالعتق من النيران في كل ليلة. الله سبحانه وتعالى kila usiku katika mwezi wa Ramadhani anawaachia huru watu ambao walikuwa waingie motoni, anawaacha huru na moto kila usiku wa mwezi wa Ramadhani. 11 أنه خص بنداء المنادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وذلك في كل ليلة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي. وزيو رمضان ومخصيوا بنداء المنادي كولingano ومنye kulingana يا باغي الخير أقبل, e mwenye kutaka khairi njoo ufanye khairi zako. Wa ya baghi ash-sharri aqsir, na e mwenye kutaka shari wacha shari zako katika mwezi huu. Wadhalika fi kulli laila, ulingano huo ni kila usiku. Munadi yunadi ya baghi al-khairi aqbil wa ya baghi ash-sharri aqsir. 12 أنه خص بسلسلة الشياطين ومردة الجن, mwezi huu umekhusiwa kwa kufungwa pingu mashetani na wale majini wakubwa. Wale wakubwa majini wanatiwa pingu, mashetani wanapiwa pingu ili wasipoteze watu katika mwezi huu wa Ramadhani. Wale marada, wale wakubwa wao, ama wale wadogodogo wanakuwa bado wameachiliwa. Na ndio maana watu wengi wanafanya ibada katika mwezi wa Ramadhani, asiyeswali anasali katika mwezi huu, kwa sababu wale wakubwa wa majini na mashetani wametiwa pingu, hawawezi wakawazuia kufanya kheri katika mwezi huu wa Ramadhani. Ama wale wadogo wadogo wanakuwapo. 13 أنه خص بأن العمرة فيه تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه. mwezi huu umekhusiwa kwamba umra, kufanya umra katika mwezi wa Ramadhan ni sawa na kufanya haji pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama ilivyo katika hadithi ibn Abbas radhiyallahu anhuma almuttafaqi alayhi. hujjatun au umratun fi ramadhana ta'dilu hajjatan ma'i, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, kufanya umra katika mwezi wa Ramadhani ni sawa na kufanya haji pamoja na mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema. 14
أنه خص بالعشر الأواخر التي هي أفضل ليالي السنة. mwezi wa Ramadhani umehusishwa kwa 10 la mwisho la mwezi huo ambalo ni bora kuliko nyusiku zote za mwaka mzima. Afdalu layali sana, bora kuliko nyusiku zote za mwaka mzima ni nyusiku za 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani. الخامس عشر أنه خص بأن من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه. ni kwamba mwezi huu umekusiwa kama mwenye kuufunga mwezi wa Ramadhani kwa kumwamini Allah na kutarajia thawabu zake husamehewa madhambi yake yaliyotangulia. السادس عشر أنه خص بأن من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه. mwezi huu umekusiwa kama mwenye kufanya ibada za usiku, man qamahu imanan wa ihtisaban, mwenye kusimama usiku akafanya ibada kwa kumwamini Allah na kutarajia thawabu zake, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, husamehewa madhambi yake yaliyotangulia kama ilivyo katika hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-muttafaq alayhi. السابع عشر أنه خص بأن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه. mwezi huu wa Ramadhani umehusiwa kama mwenye kufanya ibada usiku wa Lailatul Qadr kwa kumwamini Allah na kutarajia thawabu zake husamehewa madhambi yake yaliyotangulia kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-muttafaq alayhi. الثامن عشر أنه خص بزكاة الفطر. mwezi huu umehusiwa kwa kutoa zakatul fitri. watu wanatoa zakatul fitri mwisho wa mwezi wa Ramadhani. kuna wajibu wa kutoa zakatul fitri kwa kila Muislamu aliye hai katika mwezi wa Ramadhani. التاسع عشر أنه خص بقبول شهادة العدل الواحد في أول الشهر. mwezi huu umehusiwa kwa kukubaliwa ushahidi wa muadilifu mmoja mwanzo wa mwezi. mtu mmoja tu akiona mwezi muandamo wa Ramadhani, ushahidi wake mtu huyo mmoja tu muadilifu, ushahidi huo unakubaliwa. hii ni khas kwa mwezi huu wa Ramadhani, kuona mwezi muandamo wa Ramadhani unakubaliwa ushahidi wa mtu mmoja muadilifu. 20 أنه خص بدعاء جبريل والتأمين من النبي صلى الله عليه وسلم. mwezi huu umehusiwa kwa dua ya Jibril na kuitikia amin mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. خص بدعاء جبريل والتأمين أو والتأمين من النبي صلى الله عليه وسلم. mwezi huu umehusiwa kwa dua ya Jibril na kuitikia amin mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jibril mtume sallam aliposikika akiitikia amin mara 3, alipoulizwa ndipo akasema Jibril aliomba dua, akasemaje? raghima anfu mri'in dakhala ramadhanu falam yughfar lahu. atapata hasara mtu ambaye Ramadhani imeingia na hakusamehewa madhambi yake. Mtume akasema amin. kisha akasema raghima anfu mri'in nini dhukirta indahu falam yusalli alayka. amepata hasara mtu ambaye wewe umetajwa, wewe mtume umetajwa na haja kusalia. Qul amin, mtume akasema amin. alafu raghima anfu mri'in adraka abawaihi au ahadahuma, sio falam yudkhilahu aljanna, amewadiriki wazazi wake na hawakumuingiza peponi. Qul amin, mtume akasema amin.
إذن خص بدعاء جبريل والتأمين من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك 21 أنه خص بنزول جبريل عليه السلام في كل ليلة من لياليه لمدارسة القرآن الكريم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mwezi huu umekusiwa kwa kushuka Jibril alayhi salam kila usiku katika siku zake kwa ajili ya kumsomesha Qur'ani tukufu Mtume sallallahu alayhi wasallam hatta tuwafia Rasulullah, kusoma Qur'ani na kuiaridh Qur'ani pamoja na Mtume sallam mpaka alivyofariki Mtume sallam. Kila usiku Mtume anamsomea Jibril Qur'ani mpaka alivyofariki. 22 أن صومه مكفر للذنوب من رمضان إلى رمضان. Saumu ya Ramadhan inafuta madhambi madogo kutoka Ramadhani mpaka Ramadhani nyingine. Anna saumahu mukaffirun lidhunubi min Ramadhana ila Ramadhan. 23 أنه لم يذكر شهر في القرآن باسمه إلا شهر رمضان. hautajwa mwezi wote lam yudhkar shahrun fil Qur'ani bismihi, haujatajwa mwezi wote katika Qur'ani kwa jina lake isipokuwa mwezi huu wa Ramadhan. Allah alivyosema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran. 24 أنه شهر الجود, ni mwezi wa kutoa, mwezi wa ukarimu na kutoa. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam ajwada ma yakunu fi Ramadhan, alikuwa Mtume sallam ni karimu zaidi wa alivyokuwa katika mwezi wa Ramadhan. Alikuwa mkarimu sana na kutoa sana katika mwezi huu wa Ramadhan. 25 كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره, alikuwa Mtume sallam akijitahidi kufanya ibada katika mwezi wa Ramadhan asivyojitahidi katika mwezi mwingine. Fa'an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ajwada an-nas bil khair, alikuwa Mtume sallam ni karimu sana wa khairi kuliko watu wengine. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan, alikuwa karimu zaidi wa anavyokuwa katika mwezi wa Ramadhan. Hina yalqahu Jibril, wakati Jibril anavyokutana naye. Wa kana Jibril alayhi salamu yalqahu kulla laylatin fi Ramadhan, alikuwa Jibril alayhi salam akikutana na Mtume sallam kila usiku wa Ramadhan hatta yansalikha, mpaka unapomalizika mwezi huu. Ya'ridu alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-Qur'an, Mtume sallam anamdhihirishia Jibril Qur'an na kumsomea. Fa idha laqiyahu Jibril alayhi salam kana ajwada bil khairi min ar-rihil mursala, anapokutana naye Jibril alayhi salam anakuwa Mtume ni karimu zaidi wa khairi kuliko upepo wa khairi unaopelekwa mahali. Bado ndefu hii darasa, tutakuja kuimalizia kesho insha Allah. Naktafi bihadha alqadri, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.